Habari zenu, na leo nipo na Mr. Ima, tumekuwa na wakati mzuri. Naomba ujitambulishe. Habari, mimi naitwa Emmanuel Njavike, ni mkurugenzi wa kampuni ya Hello Africa Consultant ambayo inasimamia kampuni nyingine ya udalali inaitwa My Dalali Real Estate. Tulipata nafasi leo ya kuwa na mafunzo ya shughuli ya uwakala au udalali kwa vijana wa Kitanzania kwa ajili ya kujifunza ni mbinu gani za kufanya, jinsi ya kufanya kazi kama dalali professional kitaalamu, na kuwafundisha pia pamoja na mambo mengine, masuala ya msingi ya kuzingatia, ikiwa ni pamoja na mambo ya maadili kwenye shughuli za udalali, kuelewa soko na jinsi unaweza ukafanya udalali kama kitaalamu na kuweza kuwahudumia wateja kwa weledi zaidi. Yes. Napenda nikupongeze, the training was good. Na natamani pia kujua motivation ya kuandaa hii training ilikuwa ni nini kwa ufupi? Asante sana. Moja kati ya malengo ya kufanya mafunzo haya ni tumeona kuna gap, kuna kutokuwa na uwiano kati ya shule ambayo inafundishwa darasani na mazingira ya huku on the ground. Na tukasema ni fursa pengine tuitumie kwa ajili ya kuwafundisha vijana waweze kujua. Kwa tumekuwa na makundi ya aina mbalimbali. Tumekuwa na wanafunzi pia kutoka vyuo vyetu, chuo cha ardhi na vyuo vingine, lakini pia tumekuwa na wanafunzi tumekuwa na watu ambao wanafanya huko kwenye sekta, wana practice, ambao hao sasa kwa nafasi yao wamekuwa nafasi pia ya kushare uzoefu wao, ili kuangalia nafasi ya teknolojia kwenye shughuli ambazo wanafanya. Kwa hiyo tumekuwa na nafasi ya kuelewa upande wa theory, mambo yale ya darasani, lakini tukawaleta pia site. Tumekuja nafasi ya kutembelea kwenye mradi huu mkubwa kabisa kama unavyoweza kuona hapa, mradi wa Sky Royal wa ghorofa zaidi ya 20, ambao tumekuja wajifunze biashara inafanyikaje, ujenzi unafanyikaje, na kama estate agent anawezaje kufaidika na fursa hizi, na kujifunza pia jinsi ambavyo tutatumia mafunzo kwenye miradi kama hii kuhakikisha miradi mingine inayoendana na hii pia tunatumia elimu zetu au ujuzi wetu kuhakikisha tunalinda maslahi ya mtumiaji wa mwisho, kuzingatia maadili, na pamoja na mengine pia kujifunza changamoto za hii sekta kama mambo ya utakatishaji fedha na mambo mengine ambayo tunatamani watu wajue umuhimu wa hii sekta na jinsi wanaweza kufanya kitaalamu kulinda shughuli zao, kulinda status ya kazi wanazofanya, lakini pia kuhakikisha wanafaidika nazo kiuchumi. Asante sana. Kwa vijana ambao wamekosa training this time, sijui ni training ngapi? Tumekuwa na training nyingi kwenye mitandao, lakini tutaandaa training nyingine. Ukiingia Google top estate agents in Tanzania utapata. Yes. I want you to give a word kwa vijana ambao wamekosa training, wanafunzi and all those people ambao wanataka kuformalize kwenye hii sekta. Kwenye sekta hii ya real estate kuna fursa nyingi sana kwa vijana, na tunawakaribisha mje mjifunze, kwa sababu soko linathamini mtu mwenye ujuzi, uelewa na elimu. Kwa hiyo shule ambao umesoma kozi mbalimbali, kuna fursa kwenye sekta ya ardhi na maendeleo kwenye ardhi. Njoo, tutakufundisha, tutakupa nyenzo zetu, tutakuconnect pia na wateja na wenye nyumba, ujifunze kama sehemu ya kujifunza sekta ya ardhi. Lakini pia uzuri wa sekta hii ni kwamba tunasema you make real estate and then real estate makes you back. Kwa una nafasi ya kujifunza sio tu kwa wateja wengine, lakini hata nyumba ambayo utakuja utaishi wewe. Ujifunze nyumba inajengwaje, nyumba nzuri ipi, vyoo vinatengenezwaje, na unawezaje kuhakikisha nyumba inakuwa bora sio tu kwa anayejenga lakini kwa mtumiaji na kufaidika kiuchumi kwenye sekta. Karibu sana My Dalali, karibu sana ujifunze sekta ya milk. Asante sana. Naweza nikakuita giant of real estate. Thank you. Bado tunajifunza. Karibu.